Kwa wiki kadhaa sasa katika jiji la Dar es Salaam kumekuwa na kero ya huduma ya maji inayowapa tabu wakazi wa jiji hilo. Kutokana na ukosefu wa huduma hiyo ya maji, wananchi wa jiji hilo wamekuwa wakilalamika kupanda kwa gharama za huduma ya maji yanayouzwa kwenye mikokoteni na kuiomba serikali kuchukua hatua ya dharura ili kusaidia kupata huduma ya maji bila kusubiri mvua. Kwa sasa hivi changamoto tuko nayo hapa, maji kwa muda unachukua kama hii siku 7 ya leo. Kwetu sisi maji hapa hatoki, kama hivyo maji yenyewe ya chumvi pale tukienda kuchota ndio hivyo, watu wengi haupati kwa wakati. Kwa hiyo ndio hivyo, tunaomba kidogo watu angazie kwenye changamoto hiyo ya maji yani. Tapata huduma kwa hapo. Nisikia kama lakini wakati mwingine kama kufunga anafunga, wewe kumdhalilisha. Namshukuru Mungu anapata nafasi ya kupata huduma, tunapata huduma. Ya maji imekuwa kero kubwa sana kwa jiji letu la Dar es Salaam. Tunaomba mamlaka stahiki na serikali yetu iwajibike ili tatizo liishe kwa wakati. Kero hii ya huduma ya maji imeaibua makundi tofauti yakishinikiza serikali kutatua kero hiyo ambayo imekuwa ni janga sasa kwa jiji la kibiashara nchini Tanzania. Mamlaka nchini Tanzania zimeendelea kushinikiza tatizo la uhaba huo wa huduma ya maji umepelekewa na kuchelewa kwa mvua kunyesha, jambo ambalo limefanya maji yapungue katika vyanzo vya maji vya Mto Ruvu. Aidha, mamlaka hizo pia zimesema tatizo limechagizwa na mabadiliko ya tabia nchi yaliyoanza kuikumba nchi hiyo tangu mwaka 2023. Mwaka 2023 mwanzoni tulipata hii experience ya mabadiliko ya tabia nchi. Kiongozi wetu na mkuu wetu wa nchi, Rais Daktari Samia Suluhu Hassan, alitoka ofisini, alifika katika maeneo ya mitambo ya Ruvu Juu na Ruvu Chini kuona hali. Nakumbuka kauli ambayo ameisema kwamba haya yawe mafunzo, yasijitokeze tena. Vile serikali imeeleza malengo yake ya kuweka mipango madhubuti ya kuhakikisha ujenzi wa bwawa la Kidunda litakaloondoa kero ya maji katika mikoa ya Dar es Salaam na Pwani. Tuliweka mipango ya muda mfupi, mipango ya muda wa kati na mipango ya muda mrefu. Tumeona sasa Ruvu Chini, kwa maana mvua zinapokuwa hazipo, kwa maana ya ukame, manake Ruvu Chini na Ruvu Juu tunapata mtikisiko. Tumeona hali ya ujenzi wa bwawa la Kidunda linaenda vizuri. Mradi upo 40%, wakandarasi wako site. Zile kazi ngumu ambazo zinatakiwa zijengwe za kihandisi, kwa maana civil structure, zimeona kazi kubwa imefanyika. Na maana kazi sasa hivi zilizobakia ni ufungaji wa mageti. Tunaamini katika kipindi cha mwezi wa 10 mpaka 12 mwakani 2026 hii kazi tunakuwa tumeikamilisha. Kwa miaka kadhaa sasa imekuwa ikishuhudiwa kero ya huduma ya maji katika jiji la Dar es Salaam, jambo ambalo linawavuta sekta binafsi kutamani kuwekeza katika sekta hiyo kwa mikoa ya Dar es Salaam na Pwani, ndoto ambayo imeingiwa dosari baada ya serikali ya taifa la Tanzania kuwekeza fedha nyingi ili kuondoa kero hiyo ya maji. Katika mradi huo wa bwawa la Kidunda ambao unatarajiwa kukamilika mwishoni mwa mwaka 2026, unatarajiwa kuzalisha lita bilioni 190, huku mahitaji ya maji katika jiji la Dar es Salaam ikiwa ni lita milioni 572. B-Shine TV, all you want.